moja kubwa kabambe, ameona hela kwenye sauti ya Chiku. Nataka kufanya mapinduzi makubwa na Chiku. Kwa urefu wa mapinduzi hapo. Maana sijawahi kuona mtu mrefu kama hivyo. Na mnene kama hivyo. Wewe kakako kwani Kobi sumuoni? Nazungumzia rangi shangazi. Kobi sana rangi kama hii. Jamani vipi mko tayari? Maana jina la mume wangu limetajwa. Habari. Hello. Maana mimi naenda. Una uhakika umeongea naye vizuri? Nimeongea naye kadri ninavyoweza. Ameelewa lakini. Nafikiri ameelewa. Acha tuone itakavyokuwa. Mungu wangu. Naogopa. Hautaki kuogopa, ila unatakiwa ujijaze imani tu, kwa sababu leo hukumu na hakika itatoka. Kikubwa ndio tumuombe Mwenyezi Mungu, hata hukumu ikitoka basi adhabu isiwe kubwa kiasi hicho. Sawa? Sawa. Mimi pia naomba hivyo. Kwa kikubwa tu vipi? Na ndio huyo anakuja. Cholo. Sikia. Jitahidi, jikaze, hautaki kulia mbele yake, utamfanya awe dhaifu. Sawa? Sio rahisi wakili unajua Nafahamu, Kwanza ushawasiliana na ndugu zake wameshafika. Maana muda sio mrefu, imebakia lisaa tu kesi ianze kusikilizwa hapa. Lisaa? Ndio. Mungu wangu nisi kama tumbo langu linapata moto. Mbona hii ni pressure kubwa zaidi jamani? Kwanza twende kaongelee huko nyuma. Twende. Lakini subiri, yaani mashahidi wote wamefika? Mashahidi wote wameshafika na kama nilivyowapanga tayari, kikubwa tu wakae kwenye script, wasitoke nje ya script, tumuombe Mungu. Sawa? Twende. Itakuwa. Naona watu wanaeka leo. Kuna shauri la Cholo leo mahakamani. Ndio hiyo ekaeka ambayo unaiona hapo. Mungu amsaidie jamani. Ndio tunavyoomba. Nimekuja na ugeni Chiku. Na huyu anaitwa Mr. Majaz. Yupo hapa kwa ajili ya kufanya kazi na wewe. Nadhani unakumbuka nilikudokezea hili. Na huku kulia kwangu na mgeni mwingine anaitwa Mr. Maji Marefu. Yeye ni mtunzi mzuri sana wa taarabu. Na Mr. Majaz anamwamini mno kwenye utunzi wa taarabu. Yaani ni kiboko. Kwa hiyo tuko na mtunzi mahiri sana hapa. Chiku, kwanza pole sana sana kwa yale yalikutokea. Pole na mtihani uliopata. Pole sana. Nashukuru nimepoa. Kwani Chiku, tunaweza kufanya kazi pamoja? Ndio tunaweza, ila mpaka nimalize hela. Kwanza niseme nimefurahi kukutana na wewe leo. Lakini nilikuwa nataka nikuulize kitu kimoja sasa. Katika muziki wetu wa taarabu, unajua kuna beat nyingi sana za taarabu. Kuna rumba, kuna seven, kuna chakacha. Labda kwa maono yako ungependa tuanze na muziki wa aina gani, ama tufanye muziki wa aina gani kiasi kwamba unaweza ukabeba albamu yetu? Mimi natamani ningeimba kitu fulani hivi laini kama rumba. Nataka kuimba maisha yangu mimi mwenyewe. Maisha yako? Maji, take note of that, Kwa nini maisha yako? Labda unaweza kunihadithia kidogo? Ndio, naweza. Au tuwapishe? Nzuri bwana. Na sio kwa ubaya eti Mr. Majaz. Tuwapishe ili waweze kuhadithiana. Zura, mbona kuza mambo? Mbona vitu vya kawaida tu? Hakuna hata cha ajabu. Yaani kwa kifupi nataka kuimba maisha yangu, ya alikuwa mume wangu, ndugu zangu kama ambapo mmewaona hapo ukumbini. Yaani nataka kuimba maisha yangu mimi. It's okay Zuhura, we can give them space. It's okay. We can give them space. Sawa. Unajua nini boss, mimi nilikuwa nataka kutoka na kitu kidogo hapa, hata mistari miwili mitatu, sababu hata mazingira tuloyakuta hapa tulopokelewa kiukweli. Mimi nafikiri tutafanya kitu kizuri na kitafanya vizuri na kitarudisha heshima yako Chiku. Kuwa na amani tu. Kikubwa kumwomba Mungu aendelee kukupa moyo wa uvumilivu katika matatizo ambayo umeyapitia. Nashukuru.
mpaka 100 tu. Lakini unajua napakwenda mzee Kala atakaporudi. Usimtishe bwana Mwamini wewe. Na kutisha na kwambia ukweli. Na mtoto wenu Vene anavyotaka kujifanya sterling wa movie. Chizi lile. Ile mihela baada ya kwenda kumlia mamake kiwanja Vikindu, ataka kwa Mwina mpaka lini? Unajuaje kama anataka kumchukua mamake wakakae naye? Ajifunze kwa Chiku. Ndoa haina mwamani. Karudi hapa Chiku hata kibanda chumba na sebule hana. Ndivyo alivyokuambia? Nahitaji kuambiwa sasa. Yuko banda la uani kwa nakula ugali wa shikamoo. Kwa nini asikaenda huko? Kwa nini yuko hapa? Wewe Mwamini vipi? Ndio mseme na mtoto wenu Vene sasa. Kila mchuma janga hula na kwao. Yeye analichuma janga atakula na kwao. Mama yake pamoja na kakake Mwina wajiandae. Mbona sikia kama mtu anapiga yowe huko? Ndio mjalao ile ngoi. Mama yake kalifungia. Hii nayo kali. Ngoja nikalifungulia. Databu umesikia hiyo? Hiyo kubwa kuliko. Na nikalifungulia kwanza. Napiga mikelele utafikiri si kitu gani? Halo, kuna mtu hapo? Au. Kaka. Pole, umeita sana. Koja nini? Uani kwanza aje mikaza. Nikaikazue. Hii sampuli ya wapi sasa hii? Wazanga huyo. Kazi. Mtukufu jaji.